Ni kusalimu kwa jina takatifu la Bwana Yesu Kristo. Mungu ametupa neema. Leo nataka tujifunze. Tuna topic nasema hivi kwamba aina hizi 6 za watu na roho za vitu au vitu hivi ndo vitakavyotupwa au ndo atakaotupwa kwenye jehanamu ya moto, kwenye mauti ya pili. Kama hujasoma kitabu cha Ufunuo na haujaelewa mfumo wa siku ya mwisho utakuwaje na ni kwa nini uanze kujiandaa kufua mavazi yako, kujitakasa na kuacha uovu, ni kwa sababu hii. Kumbuka, safari ya maisha yako hapa duniani unaishi mara moja, na baada ya hapo ni hukumu. Kila wazo na kila kitendo cha mwanadamu kitahukumiwa. Hakuna wazo litakalooza au wazo, fikra au maneno yatakayooza au yatakayoshindwa kuhukumiwa. Lakini pia maneno huwa hayaozi. Kila neno ulilowahi kutamka kwenye ulimwengu wa roho limeandikwa. Kwa hiyo kama usipopambana kufuta maneno yako au kufuta matendo yako ambayo umeyafanya kwa kujiosha kwa damu ya Yesu, ina maana mpaka leo bado unaogelea majanga. Ndio maana leo kuna watu wataenda jehanamu, si kwa sababu kipindi hichi wanaishi maisha si matakatifu, ila kuna dhambi ulizitenda kabla ya wokovu, lakini mpaka sasa hujaungama. Sasa hivi viumbe, lakini pia hawa watu ndo watakaoenda jehanamu ya moto. Kwanza ni mnyama. Kusoma Ufunuo 19:20, maandiko yameweka wazi kabisa kwamba mnyama ambaye atakuwa anashirikiana na nabii wa uongo katika kudanganya ulimwengu, wanaopewa nguvu na joka, yani ibilisi, watakuwa wa kwanza kabisa kutupwa kwenye jehanamu ya moto. Na cha ajabu, kahaba mkuu hata tupwa kwenye jehanamu ya moto, ila yeye watamfanyia fitina. Ina maana mnyama na nabii wa uongo watammaliza. Na kahaba mkuu ni maneno, ni vitu, sio mtu. Maneno ya makufuru, roho za matendo machafu, ndo kahaba mkuu. Babeli mkuu, mama wa makahaba. Na maana ni roho ya machafuko, roho ya uzinzi, roho ya uchawi. Ukisoma kitabu cha Ufunuo 19:20, maandiko matakatifu yanasemaje? Yanasema hivi kwamba yule mnyama akakamatwa na yule nabii wa uongo pamoja naye, yeye aliyezifanya hizo ishara mbele yake, ambazo kwa hizo aliwadanganya watu wale walioipokea ile chapa ya huyo mnyama, nao walioisujudia sanamu yake. Hao wawili wakatupwa wangari hai katika lile ziwa la moto liwakalo kwa kiberiti. Lakini watatu sasa atakayetupwa, wa kwanza tumesema ni mnyama, wa pili nabii wa uongo, wa tatu ni ibilisi, shetani au joka la zamani. Kusoma kitabu cha Ufunuo 20:10, nasoma kwa jina la Bwana wa majeshi, anakuambia hivi kwamba na yule ibilisi mwenye kuwadanganya akatupwa katika ziwa la moto na kiberiti, alimo yule mnyama na yule nabii wa uongo, nao watateswa mchana na usiku hata milele na milele. Kwa unapoona maisha yako yamedanganywa na dunia, yanafuata shetani, kuna wakati huna muda na hautaji kuokoka, kubadili mfumo wa maisha yako, ina maana unakuwa umeshakata tiketi shetani awe ni Mungu wako. Sasa shetani akishakuwa ni Mungu wako, jua unapelekwa pabaya. Maana Yohana 10:10 inasema shetani yeye alikuja kuchinja, kuiba na kuharibu. Ndio maana muongo namba 1 ni shetani. Na ukiona una tabia ya uongo, jua una roho ya shetani. Na ukishakuwa ni muongo, wewe sahau kuiona mbingu. Lakini 4 na 5 watakaotupwa kwenye ziwa la moto ni mauti na kuzimu. Mauti na kuzimu.
Ukisoma kitabu cha Ufunuo 20 mstari wa 14, maandiko yanasema mauti na kuzimu zikatupwa katika lile ziwa la moto. Hii ndiyo mauti ya pili, yani hilo ziwa la moto. Lakini wa mwisho namba 6 watakao tupwa jehanamu ya moto usipobadili matendo ya maisha yako ni mtu yeyote ambaye hakuonekana ameandikwa katika kitabu cha uzima wa milele. Alitupwa katika ziwa la moto. Kusoma kitabu cha Ufunuo sura ya 20 mstari wa 15. Maandiko yanasema na iwapo mtu yeyote hakuonekana ameandikwa katika kitabu cha uzima, alitupwa katika lile ziwa la moto. Sasa mfano wa watu ambao hawatoandikwa kwenye kitabu cha uzima, tusome kile kitabu cha Ufunuo 21:8, utagundua kitu cha ajabu. Na wewe kama ni miongoni mwa mtu kama huyu, basi tegemea kuja kwenda jehanamu ya moto. Maandiko yanasema Ufunuo 21:8, bali waoga, wasioamini, wachukizao, wauaji, wazinzi, wachawi, hao waabuduo sanamu, waongo wote, sehemu yao ni katika lile ziwa liwakalo moto na kiberiti. Hii ndiyo mauti ya pili. Lakini pia watu ambao hawatauona ufalme, kusoma kitabu cha Wagalatia. Nataka nikusomee kitabu cha Wagalatia sura ile ya 5, utagundua kitu cha ajabu sana. Sura ya 5 mstari wa kuanzia ule wa 16 mpaka 21, maandiko matakatifu yanasema, basi nasema enendeni kwa roho, wala hamtazitimiza kamwe tamaa za mwili, kwa sababu mwili hutamani ukishindana na roho, na roho hushindana na mwili, kwa maana hizi zimepingana hata hamwezi kufanya mnayotaka. Lakini mkiongozwa na roho hampo chini ya sheria. Basi matendo ya mwili ni dhahiri, ndiyo haya: uasherati, uchafu, ufisadi, ibada ya sanamu, uchawi, uadui, ugomvi, wivu, hasira, fitina, faraka, uzushi, husuda, ulevi, ulafi na mambo yanayofanana na hayo. Katika hayo nawaambia mapema, kama nilivyowahi kuambia, ya kwamba watu watendao mambo ya jinsi hiyo hawataurithi ufalme wa Mungu. Basi natamani ujue, maana tupo kwenye majira ya mwisho, na unatamani au unatakiwa ujue kitabu cha Ufunuo, mafunuo yote ambayo yamezungumzwa, ni namna gani uishi kama mwanadamu, lakini pia na namna ya kushinda duniani. Kwa sababu usipojua namna ya kushinda, wote ambao hawatoshinda, wote watarushwa kwenye ziwa la moto. Lakini unaposhinda, ukafanya yale yanayompendeza Mungu, ukawa umefua nguo zako na ukakubali kutembea katika njia inayompendeza Mungu, basi wewe hutoikosa mbingu. Nawapenda. In Jesus name, shalom.